Enoki. Mbona uko hapa na wenzako wako darasani? Samahani mwalimu. Samahani nini? Umefanya tukio gani uko la ajabu? Sijafanya tukio. Umepiga mtu? Hapana. Umefanya kitu gani? Sijafanya chochote. Wewe Enoki wewe. Aya, unafanya nini hapa? Mwalimu samahani, nimekuja kuomba ushauri wako. Nataka niwe mtoto mzuri kama watoto wengine. Maana mimi popote naonekana mimi ni mtukutu, mtundu, hata nyumbani, hata kwa wenzangu shuleni. Nimekuja kuomba ushauri. Sawa. Nyumbani unaishi na nani? Naishi na mama. Sawa. Kuna mtu yote amekushauri? Hapana, ni mwenyewe nimeona matendo yangu ni mabaya, kwa hiyo nimekuja kuomba ushauri. Aha. Sawa. Sasa kitu cha kwanza, ili uwe mtoto mwenye tabia njema, unatakiwa uwe na heshima. Sawa? Na heshima haibagui umri. Unatakiwa uheshimu watu wa rika zote, kwa sababu heshima inazaa upendo. Umeelewa vizuri? Ndio. Cha pili, unatakiwa usibague kabisa watu. Haijalishwa na mapungufu kiasi gani, kwa sababu sisi binadamu hatujakamilika. Unanielewa vizuri sijui? Mtu awe mlemavu, awe maskini, awe tajiri, mpende. Unaelewa vizuri Enoki? Ndio mwalimu. Wache lugha chafu. Acha kutamkia watoto wenzako maneno machafu. Sawa? Sawa. Kwa sababu maneno machafu yatawafanya watoto wenzako wakutenge. Wakole wewe ni mtukutu. Sijui tunaelewana? Ndio. Utundu punguza. Enoki wewe ni mtundu sana. Yaani wewe ni mtundu. Hii shule ina hasara ya madawati 6 kwa sababu yako. Si unalifahamu hilo? Ndio mwalimu. Juzi hapa Enoki umeiba vitabu. Vitabu vimekutwa kwenye begi lako. Mwalimu samahani, aliyenishauri nifanye hivyo ni Madam Ngoi. Alikwambiaje? Aliniambia nikifanikisha hilo atakuwa ananipa hela, afu atakuwa ananifaudisha kwenye mitihani. Aha. Sawa. Kwa hiyo si unataka kubadilika? Ndio mwalimu. Unaniahidi utakuwa namba ngapi? Nitakuwa karibu na Musa. Kwa hiyo Musa akiwa namba 1 wewe utakuwa namba 2. Ndio mwalimu. Utawezaje kufanikisha hilo? Nitakuwa rafiki mama wa Musa. Unaniahidi Enoki? Ndio mwalimu. Una uhakika? Ndio. Enoki wewe ni mtundu wewe. Wewe una matukio wewe Enoki wewe. Nitabadilika madam. Kwa nini unaamua kubadilika? Nimeona matendo kama haya yanaleta hasara kwa shule. Pia ananifanya mimi nionekane sio mzuri kwa jamii. Kabisa. Wala hujakosea. Na ukibadilika ina maana utakuwa mtoto mzuri na kila mtu atakupenda, si ndio? Ndio madam. Basi sawa, hamna shida, tutakuwa pamoja. Asante mwalimu kwa ushauri wako. Haya sawa. Enoki mtoto mzuri. Haya kimbia darasani. They said the world might be too tough, but he proved that love's enough. With every number, every word, he soars beyond what's ever heard. They say he's different, but can't they see his heart's a flame that burns so free? With every test, every try, he reaches up to touch the sky. No one's made it through their fun. He sold the book, brilliant mind, it races through the world. Was strange June blue. Then the cold dark place happening. Handing you used to the spawning, but up dark, he's an native song. Space, state and dirt, so gives me growth beyond with it all. Special kid, for the kid. Fearless, bold, and I've studied. It's breaking walls and touching stars. Give this world the month and trust. Every thought's our thoughts, long and hard, just feel no go. And after lose the deep go on. You don't need a voice to show how far our life goes to roll. Special kid, the world will hear you loud and clear. Ndiyo mkuu, nashukuru. Nimeenda pale uwanjani, nimeona vijana wako vizuri sana, wanacheza mpira vizuri sana. Ndio. Ila kuna kijana mmoja nimemwona yuko active sana kuliko wengine. Ni nani huyo? Mkuu, mimi sioni kama kuna haja ya sisi kumuuliza mdhamini kwamba ni nani. Kwa sababu sisi kama shule
tunajua watoto wetu. Ndio. Tunajua wanafunzi gani ambao wako vizuri kwenye michezo. Kwa mfano kwenye mpira wa miguu, tunajua kabisa mwanafunzi mzuri ambaye anacheza vizuri na anafanya vizuri, anawakilisha shule yetu ni Enoki. Sasa sidhani kama tunatakiwa kumpa shida mdhamini kuchagua. Mimi unatoa mchukue Enoki inatosha. Hapana Madam Ngoi. Nadhani Enoki ninavyomfahamu mimi sio mzuri kivile kwenye mpira wa miguu. Na siamini kama atakuwa ni huyo. Labda Mkuu, kumbe wewe ufuatilie mpira. Mimi nafuatilia mpira mkuu, yani mpira naujua vizuri sana. Na ukimwangalia vizuri Enoki akiwa anacheza uwanjani, yani yule ndo mchezaji wa kimataifa. Yani yule ndo Aziz Ki, yule ndo Mzize, yule ndo Pakome wetu. Yani Enoki yuko vizuri sana. Mkuu nisikize mimi, yule yuko vizuri sana. Sawa. Eti mdhamini, labda unielekeze kwamba huyo kijana alikuwaje, pengine naweza nikamtambua kwamba ni huyo anayemsema Madam Ngoi au ni mwingine. Alikuwaje? Wakati tuko pale, Ndio. Madamu alinidokeza kwamba yule ambaye mimi nilimuona ni yuko vizuri, yeye akasema ana shida kidogo, yani ana ulemavu wa kutokuongea. Ila anasikia vizuri. Okay. Atakuwa ni Musa huyo. Naam. Huyo Musa nilisikia pale wenzio wanamshangilia Musa. Ndio. Sasa mkuu, kwa mfano Musa, tunampaje mdhamini Musa? Madam, yule Musa ni mlemavu. Yaani wewe anaenda kukupa shida tu. Kwa sababu gani mkuu, kama unavyojua, michezo ni communication. Sasa yule haongei. Sawa. Ana communicate vipi na wenzie? Yaani wewe anaenda kutuaibisha sisi kama shule. Yule ni mlemavu, hawezi kuna nini? Samahani Madam Ngoi. Naomba unipe nafasi kidogo niwe na mazungumzo na mdhamini wetu. Alafu wewe tutaonana wakati wa lunch, tutakuwa na kikao. Nashukuru. Tupe nafasi tu tuwe na mazungumzo kidogo na mdhamini. Sawa mkuu, nimekuelewa. Ila nilikuwa nakumbusha tu kwa sababu mdhamini anatakiwa apewe mtoto ambaye anaenda kutuwakilisha vizuri. Nimeshakuelewa. Ngoja nipate mazungumzo na mdhamini wetu. Tutaonana wakati wa lunch. Nafikiri umenielewa vizuri. Nimekuelewa vizuri. Ndio. Musa yuko vizuri sana kwenye mpira, sio mpira tu, ni mzuri hata kitaaluma. Ndiye anayeshika namba 1 katika kila mitihani yote, kila sekta, kila engo. Musa ni mzuri. Changamoto yake Musa ni moja tu. Changamoto yake ni kutokuongea, lakini anasikia. Nafikiri huyu ni kijana ambaye anaweza kukufaa sana. Basi tusipoteze muda mwingi sana, nitafuata taratibu. Ndio. Karibu sana. Aya, asante. Nikutakie kazi njema Nawe pia. Aya, asante. Good morning. How are you? We are fine, thank you, teacher. How are you, teacher? I'm very fine. Now you can sit down, okay? Thank you, teacher. You are welcome in our class. Thank you. Now, before we start, Musa, out. Na nyinyi wengine mtaka kwenda wapi? Madam, sisi ni watoto na tuna haki sawa. Kama Musa hana haki ya kuhudhuria kipindi, na sisi hatutahudhuria. Wewe unasemaje? Unajua naweza nikakutandika viboko wewe. Madam, ukijaribu kutupiga au ukijaribu kumtoa Musa kwenye darasa, tutaenda kumwambia mwalimu mkuu au kuambia wazazi wetu. Na tutajaribu kukaa kwenye hivi viti au kuingia kwenye darasa. Kwa hiyo umeamua kunijaribu asubuhi ya leo, si ndio? Hapana mwalimu. Kusoma ni haki yetu na elimu tunaitaka. Au mnasemaje wenzetu? Ndio. Tunataka haki yetu. 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 Uchunguzi aliofanya Madam Sara ulibaini kwamba kijana wetu Enoch ndiye aliye na vile vitabu. Kumbe Enoch ndo kaiba vitabu. Mtoto mtukutu sana huyu jamani. Mimi nasemaga kila siku huyu mtoto ana tabia za ajabu nyingi sana. Kwa nini asifukuzwe shule?
Sasa tutakaaje na watoto wezi shule jamani? Wataharibu watoto wengine, atawafundisha wengine wezi, tutaanza kuibiana mpaka hela za nauli walimu. Ukiacha pochi yako atapitia hela. Enoki afukuzwe bwana. Tabia gani ya kuiba vitabu hivyo? Anaingia mpaka baki bana hivyo vitabu. Au mtoto kiboko. Nafikiri Madam Ngoi ungeendelea kusikiliza maelezo. Sijamaliza maelezo yangu. Nafikiri Madam Sara alipoendelea na uchunguzi wake katika hali ya kumdadisi kijana wetu Enoki alisema kwamba vile vitabu alipewa na Madam Ngoi. Mimi Madam Ngoi nikamtume Enoki akaibe vitabu? Sasa kwa nini nimtume lakini? Yaani kwa nini nimtume mtoto aende kaibe? Hapana, siwezi. Wakati mimi ndo mwalimu mwenyewe wa nidhamu. Hata siku moja. Mimi mwenyewe navitafuta vitabu, maana mimi ndo naivipanga, mimi ndo naivihesabu kila siku. Naona vimepungua. Kwa nini nijibie mwenyewe sasa? Siwezi kufanya kitu kama hicho. Madam Ngoi, si unafahamu kwamba chumba cha maktaba kina kamera? Hiyo sio shida kuwa na kamera au kuwa na kamera. Mimi vitabu pekee ambavyo nimempa Enoki ni kwa ajili ya kwenda kufundishia darasani, si vinginevyo. Samahani madam, lakini kwa maelezo yako ya awali ulisema hujachukua vitabu vyovyote. Mbona kama unabadilisha maneno? Ndiyo, nilikataa kwa sababu nyie mwanzo mmesema hapa vitabu vimeibiwa. Na mimi sikuiba vitabu. Mimi nilichukua vitabu nikamwambia Enoki apeleke darasani kwa ajili ya kufundishia. Sasa hivyo alivyoiba hivyo inawezekana kwa sio hivyo ambavyo mimi nimempa aende akafundishie darasani. Lakini pia Madam Ngoi, kwa uchunguzi uliofanyika inaonekana umechukua vitabu vya masomo tofauti na wewe ni mwalimu wa hesabu. Hii inakaje, si ndio mkuu? Ndio. Yaani hapo ndo nilipojichanganya hapo mwalimu. Kweli kabisa nilitakiwa nichukue vitabu vya hesabu vyote. Sasa katika kuchanganyikiwa unajua kazi nyingi ndio maana labda nikawa nimeweka vitabu tofauti tofauti, lakini nia yangu haswa ilikuwa kwa ajili ya kufundishia, si vinginevyo. Nimesikiliza maelezo na utetezi wa Madam Ngoi kwamba yeye hakuhusika na upotevu wa hivyo vitabu. Lakini kulingana na maswali ambayo walimu memuuliza na jinsi alivyojibu, inaonyesha dhahiri kwamba yeye ndiye aliyehusika na upotevu wa vitabu. Hapana, sihusiki mimi. Sihusiki kabisa jamani, sihusiki na huo wizi. Nadhani kutokana na mwenendo wa matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza yanayokuhusisha Madam Ngoi, tena matukio mengi ya unyanyasaji ya nini na swala zima la wizi. Huu ni wizi kama inavyotafsiriwa. Unapochukua kitu chochote au kifaa chochote, kiwe kidogo au kikubwa, bila taarifa yoyote, inatafsiriwa kama ni wizi. Kutokana na tukio hili la wizi na kwa sheria zetu, ninachukua nafasi hii kukufukuza kazi. Every page with every line, his mind's a spark, a star that shines. Special kid, stronger than the storms he hid. Though he speaks with silent waves, his wisdom echoes through the days. Yes, special kids 1 and 1, phone you done better song. Oh, there's just so much.